Kwa majina naitwa Official Boy kutoka Wako Jako, na pembeni yangu nimeshika picha au mchoro au mchongo wa Tupac Shakur, moja ya msanii ambaye anakubalika sana duniani kwa umaarufu wake katika masuala ya R&B na hip hop. Huyu bwana, hii picha nimepata hapa kwa wachongaji wa mtaa Lindi, mtaa Kilwa. Mtaa Kilwa na nini? Mtaa Kilwa na Lindi nani? Yaani tuseme Kilwa na Lindi. Hii picha bwana imepatikana mtaa Kilwa na Lindi, na hawa ni wachongaji wanaopatikana mtaa Kilwa na Lindi, na huyu ni mmoja ambaye amehusika kutengeneza huu mchongo pamoja na hii frame. Habari yako? Salama tu. Wema kabisa. Wema kabisa. Bwana, huu juzi uliutolea wapi? Huu juzi ni talent ambayo nimejifunza kutoka kwa watu ambao niliwakuta tayari wapo ndani ya talent. Nini kilikuvutia kujifunza? Kilichonivutia ni kwamba niliona kwamba issue mimi ninayo idea nayo, kwa ikawa ni rahisi zaidi mimi kuingia ndani ya mchongo, kwa sababu niliamini kwamba ni kitu ambacho mimi kinanifana, ni kitu kizuri ambacho naamini kabisa nikisimama naweza nikaendeleza maisha yangu kupitia sanaa kama hiyo. Kwa hiyo hichi ni kujifunza, sio kipaji. Hichi ni kipaji, huwezi kujifunza bila kipaji. Mpaka unakipata kitu lazima uwe na kipaji nacho. Okay. Na huu mchongo unafaidika nao vipi? Ni kwa pesa au kwa mauzo ya jumla? Huu mchongo unaupata kwa level zote. Ukija kwa jumla unapata, kwa rejareja unapata, lakini pia kwa sisi kama vijana tunapata kiukweli. Una miaka mingapi kwenye hii kazi? Miaka niliokuwa nao mimi ndani ya kazi si miaka ya chini ya miaka 12. 12. Unafanya hii kazi. Nafanya. Ni kitu gani kikubwa ulifaidika nacho tangu umeanza hii kazi? Kitu kikubwa nilichofaidika na hii kazi ni kwamba ndo inayoniendeshea mimi maisha yangu kiukweli. Yani kwa maana kuna mambo mengi kibao tu ya maisha ya kawaida nishapata kupitia kazi hii. Sawa. Bwana, ukiachana na picha ya Tupac Shakur, naweza nikaiweka hapa ukiachana na mchongo wa Tupac Shakur, lakini pembeni yangu tusogee kwa hivi kidogo. Sogea kwa hivi. Pembeni yangu kuna huu mchongo wa wanamuita nani huyu? Huyo Bob huyo. Hiyo Bob. Mzee wa smoke. Walikuwa wanamuita jina la utani. Nani huyu? Nani Bob jina lake la utani. Tuachane nayo. Ni gharama gani pia umetumia kuuchonga huko? Huu mchoro gharama yake mpaka inafikia hapa si chini ya shilingi 7,000 mpaka 8,000 kwa material ya kawaida. Okay. Na hii ni printer? Hiyo ni printer. Alafu hii frame ndio umeiunda wewe. Kwamba mtu anaweza kaichukua pia kaiweka ndani. Vile pia kama matumizi ya ofisini labda. Hii bwana ni picha ya Bob Marley. Maarufu kwa reggae kutoka kule Jamaica. Unajua bwana, Bob Marley ni mtoto aliozaliwa mixa Mwafrika, mixa mzungu. Unajua hilo? Ndio, ana mixa ndio mshaka. Lakini babake alimkataa. Alipokuwa na umri fulani babake alimkataa kwa sababu Bob Marley alibezi sana kwenye Uafrika. Kwa hiyo alikuwa na uzungu fulani kwa ndani kabisa. Lakini Bob Marley, moja ya nyimbo ambazo zilikubalika sana, ni nyimbo gani wewe unaikubali kwa upande wako? Kiukweli mimi mshikaji nakubali kazi zake zote kutokana kwamba ni mwanaharakati, hana kitu kibaya. Sawa. Unawashauri nini vijana wenzako ambao wanatamani kujifunza hii kazi au kuingia katika hii kazi? Mimi nawashauri tu, kama kijana unapokuwa tayari maono yako ushaona kwamba mimi nikienda sehemu fulani naweza nikastiki pale nikatengeza baadhi ya mambo, usisite, jitokeze. Na hata kama ni hapa yupo kijana ambao anahitaji kuja hapa, sisi tunawapokea vijana wenzetu, na unaweza ukaja hapa ukajifunza kazi za aina tofauti tofauti. Umeona, wa kutokana na talent utakokuwa nayo wewe kama wewe. Kwa mfano mimi nikaamua kujifunza leo, ni gharama gani utanitoza ili mpaka nijue? Hapa mimi nadhani kwamba kwetu sisi, kwa sababu sisi tunaishi kiungwana zaidi. Wewe ukihitaji fani yetu sisi, wewe njoo eneo la tukio, mambo mengine yatajulikana hapo hapo. Mengine hatuna charge kusema kwamba eti kiasi fulani. Kwa upande wako ilikuchukua muda gani mpaka kujua? Muda ulionichukua mimi, unajua swala kulijua jambo ni kutokana na kichwa cha mtu. Upokeo. Kwa mimi kama mimi sikuchukua muda mrefu, nilichukua kama miezi 2-3 hivi tayari nikawa nishafahamu. Idea ikaja tayari kwamba tayari naweza nikanisogeza. Tengeza kacha kama hii jinsi unavyoiona. Huu ni mchoro ambao unatualishia kabisa kwamba hii ni nyumba. Lakini ukiiona ni paper fulani ambayo ni ngumu, ambayo inajulikana kwa jina la FBB. Lakini nje ya kuitumia kama kitu cha kuandikia ama ofisini na lakini si kuna sanaa zetu tunatumia katika muundo kama huu hapa jinsi unavyoona kibanda hiki. Na maana hii ni ramani ambayo tayari ninajiandaa kutengeneza kibanda cha asili, yani nikimaanisha nyumba ya asili. Umeona bwana? Na hii kama jinsi unavyoiona, hii nayo ipo katika maandalizi ya kuendelea kukamilisha ramani yetu ya nyumba ya asili. Umeona bwana? Na hizi kama unavyoziona hizi ni frame, lakini pia tupo na mambo mengi tu ambayo sisi tunahusika nayo hapa.
Umeona bwana? Kwa hiyo ukija kama ni mtu ambaye mwenye uhitaji wa kupata vitu tofauti tofauti vya kacha, kuja kwetu sisi hapa mtaa wa Kilwa, Ilala mtaa wa Kilwa, opposite na Machinga Complex. Ukifika Machinga Complex ukiulizia mtaa wa Kilwa, unaletwa pande hizi, unatukuta sisi watu wa kacha. Ina maana kama kuna kacha yoyote ile ambayo wewe unaipenda, wewe unaweza ukatuletea ramani yako, sisi tukadili na mchoro wako. Lakini kama pia utapenda michoro ambayo tayari utakuta sisi tushaandaa, pia unaweza ukapata. Kwa hiyo nawakaribisha sana ndugu zangu wa Tanzania, nawakaribisha sana, njooni mtaa wa Kilwa mjionee asili zetu. Karibuni sana mtaa wa Kilwa ndugu zangu. Mambo ni mengi, vitu ni vizuri, vikikaa ndani vinapendeza. Habari nzuri. Kwema kabisa chief. Kwema. Kwa majina unaitwa nani? Jina mimi naitwa Yusuf. Nani? Yusuf. Yusuf, una miaka mingapi kwenye kazi ya uchungaji wa vinyago? Na miaka kama 15. 15. Na faida gani ambayo ulikutana nayo katika hii biashara ya uchongaji wa vinyago? Kwa faida ya hii kazi bado haijaanza kupatikana faida kutokana. Okay. Hii kazi mara nyingi sana inabidi kwamba mazingira katika maeneo unapofanyia kazi. Sawa. Na hiki unachokifanya ni kipaji au ni kujifunza? Hichi ni kipaji, kwamba sio kujifunza. Hichi ni kipaji, sio cha kujifunza. Na nini kilikuvutia ukakifanya? Kwa kufanya hii? Ni ugumu wa kutokuwa na ajira, ndio maana kajivutia kufanya hii kazi. Okay, sawa. Na ni mtu gani ambaye anafaidika zaidi kati ya mchongaji, mwandaaji na muuzaji wa mwisho? Katika kufaidika, faida kubwa sana sio kwamba pande moja. Ndio. Na pande zote mbili. Kuanzia kwa muuzaji, mtengenezaji pia huwa anapata faida. Sawa, tumeona kuna uchongaji wa vinyago, lakini pia kuna uchoraji, lakini pia kuna aina tofauti tofauti za uchongaji kama vile wa binadamu, wa tembo na wa nyani na michongo mingi sana. Ni mchongo gani unawavutia zaidi wanunuaji kwa upande wako? Unasema? Ni mchongo upi katika michongo yote mnaochongaga unawavutiaga sana wanunuaji, ambao muda mwingi mnaotumia kuuchonga, maana oda yake zinakuwaga nyingi sana? Katika sanaa kama hii haina mchongo fulani wa kusema kwamba hiyo ndio unavutia sana. Vitu vyote ambavyo vinaotengenezwa vipo kwenye changamoto katika utumiaji kwa watu wote. Katika yani vitu vyote vilivyokuwepo vinaotengenezwa huwa wanatumia kwa vitu. Sawa. Haina kubagua labda kusema kwamba aina fulani. Wa model zote ambazo tunatengeneza. Hapa sasa hivi tumekukuta unachonga chanuo lenye picha ya Masai. Hii idea Google au ulitolea wapi, au ni wewe mwenyewe tumefikiria kichwani kwamba naweza nikachonga Masai ambaye atakuwa amebebwa na chanuo? Hii ni kitu kama ni idea tu ipo kichwani. Ni idea ipo kichwani. Maana katika kujifunza kwako ulishawahi kujifunza pia kufanya kitu kama hichi aliyokufundisha hii kazi? Nishawahi kujifunza kwa mtu ambaye alinifundisha hii kazi. Sawa. Na ikitokea mtu leo amekuletea idea mpya au kitu kipya, kwako inakuwa ina ugumu gani? Ugumu ni kuangalia tu ile model ambayo aliyoleta anahitaji atengenezewe. Unaangalia iko vipi, kama unaiweza unaifanya ile. Unawashauri nini watu ambao wanataka kujiunga na hii kazi kuifanya? Nawashauri kwamba kwa mtu kama anahitaji kujifunza hii kazi haje tu, wala haina ubaguzi. Na ni gharama gani utamtoza katika kumfundisha hii kazi? Gharama inaweza ikawa mwisho wa mwezi akawa analipa hesabu ya ada ya kufundishwa kwa mwezi. Sawa. Mimi nafurahi kuona na wewe, nashukuru tumeonana, umetuelezea mambo machache yanayohusu vinyago. Na kinyago kama hichi kimoja kinaweza kugharimu gharama ya kiasi gani? Kama iko kinyago kama hichi. Hii gharama ya manunuzi au uuzaji? Ya uuzaji. Uuzaji hii ni biashara unapatana. Kwa mnakubaliana na mteja mwenyewe husika. Sawa, na wateja wanakuwa wananunua kwa jumla, maana yake kwa bei ya jumla kwenu? Wanaweza wakaja kununua kwa bei ya jumla, pia wanakuja kwa rejareja. Mtu anaweza kaja kuchukua kimoja, viwili, akihitaji jumla labda kwa wingi kiasi fulani, kuanzia 100, 200 na uzio. Sawa, shukrani ndugu yangu.